Na serikali inatakiwa kutoa habari yakinifu kuhusiana na madai kuwa huenda kundi la Wakenya lilipelekwa ughaibuni kushiriki katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Familia 5 ambazo wapendwa wao kwa sasa wamekwama ughaibuni waliliambia shirika la utangazaji humu nchini KBC kwamba wanaamini serikali kwa hakika inatambua kuwa wapendwa wao walisajiliwa na kupelekwa nchini Urusi kuwasaidia wanajeshi wake kwenye vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Baadhi ya familia hizo sasa zinadai wanao wamekwama ughaibuni wakiwa hawana namna ya kurejea nyumbani. Joseph Wakungu na taarifa hii kwa kina. Gordon Omondi anahitaji usaidizi wa haraka. Amekuwa akipiga kambi kwenye afisi za idara ya mashauri ya nchi za kigeni jijini Nairobi, akiwa na hamu ya kutaka kujua hali ya jamaa yake aliyekwama ughaibuni. Anasema jamaa huyo alishawishiwa kujiunga na vita nchini Ukraine. Akitoka Kenya kidogo alijua Kenya anaenda kufanya, because that guy had told them, he had elaborated what is there. Aliwaambia kitu ya kwanza kuna vita Russia. Banao wao wa Kenya wakienda huko hawako wanaenda vita. Hali sawa na hiyo imegubika familia za Moses Oduk, Elijah Kimani, Samuel Kariuki na Noah Suyanka, wakisema jamaa zao wamekuwa wakifanya juhudi za kuwasiliana wakiomba usaidizi wa kurejeshwa nyumbani. Wakati tuliongea na yeye alikuwa ndani huko Ukraine, ndio alikuwa anafanya kazi. Walikuwa nalala mahali imechimbwa ile ya chini, bunkers. Ndio walichimba wakajenga huko chini ya ardhi. Sasa hata tuliongea na yeye kama analea, anataka rudi, vile anarudi ameshindwa, vile atarudi. Kwa wengine mawasiliano yamekatika, huku wengine wakisema hawajasikia lolote kutoka kwa jamaa zao kwa kipindi cha miezi kadhaa. Wasiwasi wangu ni venye tumesikia huko venye vita inaendelea, kasi yenye alikuwa ameambiwa anaenda sio anafanya, hatumpati na simu kama kwa mwezi. Familia hizo zinaishtumu wizara ya mashauri ya nchi za kigeni kwa kutochukua hatua za kuwaokoa wapendwa wao licha ya kuzitembelea afisi za serikali mara kadhaa. Communication yake iliisha, hatujapatani na yeye, lakini aliniambia amepelekwa kwa upande wa vita kule ambako alikuwa ananiambia ni tumuombe kwa sababu sio kuzuri. Sasa ombi langu ni kwamba serikali itusaidie hawa watu warudishwe Kenya. Vilevile familia hizo zinadai mmoja wa mawakala aliyeandaa safari zao alikamatwa na polisi ya Athi River na baadaye akaachiliwa kwa dhamana, na anadaiwa kuendelea kuwasajili wa Kenya wengine wasio na habari. Sasa mimi mwenyewe hata huyo ndio mtoto mmoja niko naye na ndio nilikuwa namtegemea kwa kila kitu. Ndio huwa ananishughulikia. Joseph Wahungu, Darubini.